Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 27 ya mwezi Januari mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Ni kualike kunako dukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni miradi manunuzi kumulikwa rushwa. Mwigulu agiza wahusika kujaza fomu kuanika mali zao, ataka rushwa ichukiwe. TAKUKURU yaokoa bilioni 60.3 za miradi miezi 6. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Serikali yatoa saa 48 Twiga Tanga Cement kujisalimisha. Habari katika ukurasa wa 4. Mchengerwa aonya dawa kununuliwa nje hospitali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Madini yavuka lengo, siku 100 za Samia ya kusanya maduhuli 103%. Bidhaa 20 marufuku wageni kutoa huduma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Samia kupanda miti leo, TSN ya muunga mkono. Habari katika ukurasa wa 4. Mfuko wa kimataifa tayari kuwekeza trilioni 12.8 Tanzania. Habari katika ukurasa wa 8, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni katakata ya CCM yazua mjadala, nukuu ikisema mchakato wa kisiasa unataka yule anayechaguliwa huko ngazi za chini ndiye anaonekana kupendwa na kuhitajiwa na wananchi. Hii ya kuchaguliwa na wengi, baadaye kamati inakaa na kuamua tu kata huyu peleka yule, inaathiri chama hicho na kutengeneza mpasuko. Hina nukuu ya Dr. Richard Mbunda. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6. Habari picha inamuonesha Priscus Terimo, Victor Mhagama, Ume Mwalimu, Fred Lowassa pamoja na Kirumbe Ngenda. Mwananchi limeandika safari ya matumaini, pacha walioungana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Wazazi Angelina George Kushoto na Mwaru Giraji wakiwa na watoto wao pacha katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam jana, wakielekea Saudi Arabia kwa ajili ya kufanyiwa matibabu ya kuwatenganisha. Ripoti maalum, gazeti hili limeandika siasa fedha kikwazo cha ujenzi daraja la Mto Mligazi Tanga. Kwa nini daraja la Mto Mligazi linaunganisha wilaya ya Bagamoyo na mkoa wa Pwani na Handeni vijijini Tanga haijatengenezwa tangu Tanganyika ipate uhuru? Licha ya undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Mambo matano kuliweka bunge mguu sawa leo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Majitaka yageuka kero sugu Kariakoo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose
nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tutazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni heri ya siku ya kuzaliwa Rais Samia Suluhu Hassan. Aiadhimisha namna hii, utaratibu wake waungwa mkono. DC Handeni aongoza wananchi kupanda miti katika suala zima la utunzaji wa mazingira. Habari katika ukurasa wa 4. Dr. Mwigulu, serikali imeimarisha TAKUKURU vita ya rushwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. TPTC UN kupitia DCEF wajadili kinachokwamisha wanajeshi wanawake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. TANROADS yatakiwa kukuza miundombinu maonesho ya biashara. Habari katika ukurasa wa 4. Waziri Sangu ahimiza diaspora kuchangia kikamilifu maendeleo ya taifa. Habari katika ukurasa wa 5. Kikosi cha kuandaa mpango kazi wa taifa chazinduliwa. Habari katika ukurasa wa 3. Jeshi la Syria la kamata jela inawahifadhi wapiganaji wa IS. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika tujifunze maana ya watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Ninalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye katika ukurasa wake wa mbele habari iliyopewa kipaumbele ni vyoo havina maji kwa miaka 4. Wanafunzi walengwa waendelea kudumu na vyoo chakavu. Ruwasa, sisi tunasubiri suluhu ya mradi wa maji kutoka Ziwani. Kilio cha umma, ujenzi bila tathmini. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Hii ni ripoti maalum. Habari picha inaonyesha vyoo vya kisasa vilivyotelekezwa kwa kukosa maji miaka 4 katika shule msingi Imenya, wilaya ya Shinyanga. Tume ya sheria yampekua DPP uhalali wa tuhuma zake ni kuhusu anavyozuia dhamana, makubaliano ya kukiri makosa, anavyofuta mashtaka, adhabu ya kifo nayo yaingizwa katika tafakuri. Habari katika ukurasa wa 2. Mwanajeshi kortini, mashtaka ya ugoni, mwenye mke adai fidia milioni 121. Mahakama ya wilaya ya Kibaha imepokea ushahidi wa vielelezo dhidi ya ofisa jeshi Hafidhi Nchimbi anayedaiwa fidia ya jumla ya milioni 121 kwa ugoni. Vielelezo hivyo vilipelekwa mwishoni mwa wiki mbele ya hakimu mkazi Frederick Shayo. Wakati undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Kifo cha Mtei, maziko yageuka jukwaa la vijembe, walioondoka na waliobaki Chadema. Habari katika ukurasa wa 4. Samia kuadhimisha kuzaliwa akipanda miti na ajenda nyeti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Nalo gazeti Jamhuri katika ukurasa wake wa mbele lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Trump chuma awabadilikia maswahiba wake wazungu, aelekeza makombora Ulaya, awanyosha mwarobaini ule ule aliyokuwa akionyesha Waarabu. Jini walilofuga la toka kwenye chupa, lataka kunywa damu yao. Undani wa taarifa hili katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mbuyu wa Chadema waanguka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Bei ya vyakula zidi kupaa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Uzembe Mbezi Luis ni janga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Jamhuri limeandika fedha za road toll ziende TANROADS badala ya hazina. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mapinduzi Zanzibar yalizaa muungano bila kutarajiwa. Habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri lenyewe linasema tunaanzia wanapoishia wengine. Gazeti Uhuru, ukweli daima, ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia hapendi rushwa. Mwigulu asema amekuwa akisisitiza uchaguzi ufanyike na hatua stahiki zichukuliwe, agiza TAKUKURU kuongeza kasi. Pia aielekeza taasisi hiyo kubana nyufa za rushwa hususan eneo la makusanyo. Atoa wito kwa wananchi kutoa taarifa za rushwa. Habari katika ukurasa wa 2. Ndugu yake ikisema rais katika masuala ya rushwa hajataka rushwa ipewe jina lolote zuri, iwe ndani ya chama au nje ya chama, ndani ya umma. Ndio maana amekuwa akichukua hatua. Hilo nukuu ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Wabunge waahidi mijadala iliyoshiba. Habari katika ukurasa wa 3.
Wakati bunge likitarajiwa kuanza vikao vyake leo, wabunge wamewahakikishia wananchi wategemee mijadala iliyosheheni hoja nzito zenye kugusa maslahi ya Watanzania. Wamesisitiza pamoja na idadi kubwa ya bunge. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Waziri mwingine atia mguu sakata la mwekezaji Msukuma. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imeingilia kati ya mgogoro wa matumizi ya ardhi unaohusisha mwekezaji Rashid Kwanzibwa anayedaiwa kubomoa baadhi ya majengo. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Siku 100 za Rais Samia, mageuzi kibao sekta ya madini. Waziri Mavunde asema wizara imekusanya bilioni 311.8. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti Uhuru limeandika serikali yatoa bilioni 4 za upasuaji mabusha. Habari katika ukurasa wa 4, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima. Nalo gazeti Mwanahabari lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika happy birthday Samia, kusherehekea siku ya leo kwa upandaji miti Kizimkazi. Maeneo mbalimbali kumuunga mkono kampeni ya upandaji miti, wengi wampongeza na kumtakia baraka katika kuongoza vyema Tanzania. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwigulu aipongeza TAKUKURU kwa kuokoa bilioni 60.2 na kuzielekeza katika huduma za kijamii. Habari katika ukurasa wa 3. Wizara ya Ardhi yatoa neno sakata la mgogoro wa eneo Geita. Habari katika ukurasa wa 2. Serikali yazindua kikosi kazi cha kuandaa mpango kazi wa uchumi wa buluu. Habari katika ukurasa wa 2. DC Handeni kumuunga mkono Rais Samia kwa zoezi la upandaji miti Misima. Habari katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Na sasa tukiwekea habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti ya Mwanaspoti lenyewe limeandika Beki Experience Simba kuna watatu tu, majembe mapya yapewa shavu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. TPL Januari 29 saa 10 kamili, Meja Isamuyo ni Simba dhidi ya Mashujaa. Mwanaspoti limeandika pointi za heshima, Yanga ya muita Dube mezani, Yanga dhidi ya Dodoma leo saa 1 kamili usiku KMC Complex. Habari katika ukurasa wa 2. Mabao yaliyosepa ligi kuu bara. Habari katika ukurasa wa 12 na ukurasa wa 13. Mastaa wamlilia Manyika Senior 1999 aliongoza Yanga kutoa ubingwa wa kombe la klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati nchini Uganda. Habari katika ukurasa wa 2. Hubo TikTok fanya kama Kabi utajiriki. Habari katika ukurasa wa 17. Wenga Arsenal inategemea kona tu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. TPL leo Jumanne Coastal Union dhidi ya KMC, mchezo unapigwa saa 3 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Yanga yapasha misuli kwa Dodoma Jiji ikisubiri Al Ahli, Ibenge itaka Azam robo finali, wadau wamlilia Peter Manyika. Habari katika kurasa za ndani. Mwana FA amtaja Profesa J Hip Hop Tanzania. Habari katika ukurasa 21. Mikoa itakayokosa riadha taifa yaonywa. Habari katika ukurasa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Wadau wa soka wamlilia Manyika. Golikipa huyo wa zamani wa Yanga Taifa Stars amefariki jana akiwa na miaka 52. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Yanga Sports Club kujipoza Dodoma Jiji FC. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Endrick ataka Ufaransa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii, na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.